Leo nataka tujifunze ustaarabu wa Kikristo. Unajua kuwa Mkristo sio kusema mimi labda ni Mkatoliki, haishi tu kusema hivyo, au mimi ni Mlutheri, haishi tu kusema hivyo. Kuwa Mkristo maana yake unaishi matendo ya Kikristo, unaishi tabia za Kristo. Huo ndio Ukristo. Kwa matendo yetu, kwa maneno yetu, tunaishi Kikristo. Kwa hiyo kumbe kuna ule ustaarabu wa Kikristo. Mkristo utamjua kwa matendo yake na maneno yake. Kwa hiyo kumbe leo nataka nizungumze nawe juu ya habari hii kuhusu ustaarabu wa Kristo. Watu wengi pamoja na kwenda kanisani, pamoja na kusali sana, pamoja na kujua sana, kutoa sadaka, kutoa zaka, lakini tumekosa ule ustaarabu ule wa Kikristo. Tumeshindwa kustaarabika kama Wakristo na tuishi katika tabia zile za Kristo. Tunapofanya mambo yetu, tunapokuwa na wenzetu, tunapokuwa na watu wengine ambao si wa Kristo, lakini tunapokuwa nao tunaishi. Kwa hiyo kumbe unapokuwa na watu wengine ambao si wa Kristo, kwa sababu ya ule ustaarabu wako wa Kristo, unaweza ukawavutia watu kujua zaidi kuhusu wewe na kujua kuhusu huyo Kristo wako. Kumbe unapomtukuza Mungu hata kwa matendo yako na unapoishi ustaarabu wa Kikristo, unavutia pia watu wengine kumpenda Kristo na kuvutiwa kuwa kama wewe. Lakini unapokosa ule ustaarabu wa Kristo, unakuwa ni kero. Unakuwa ni balozi mbaya wa Kristo. Pengine unaweza kuwafanya hata watu wakachukia imani yako, wakasema huyu yule kijana wa Katoliki akijaga hapa, yule bwana ni wahovyo. Yaani hao Katoliki sijui watu ni watu wa aina gani? Yaani ile kitendo cha watu kusema hao Katoliki sijui ni watu wa aina gani? Au labda hawa fulani sijui ni watu wa aina gani? Tayari maana yake Mungu ameshindwa kutukuzwa kupitia wewe. Kristo ameshindwa kutukuzwa kupitia wewe, ila amebezwa, amekataliwa, hajapokelewa vizuri. Lakini kumbe kuna ustaarabu ukiuishi ule wa Kikristo, unawavutia watu juu ya huo ustaarabu wako, unawavutia watu juu ya Kristo. Kristo na Mungu anatukuzwa kupitia wewe. Kwa hiyo furahieni pale Mungu anapotukuzwa kupitia nini. Sasa Mungu hawezi akatukuzwa kupitia nini kama hamna ustaarabu huo wa kimungu. Mungu hawezi akatukuzwa kupitia kila tabia ya ovyo. Anasema kale kabinti, yule kijana ni anapenda wanawake. Neno hili ni zuri kwako, kwa sababu wewe kama kwa upumbavu wako unaona ni sifa kujulikana unapenda wanawake, au ni sifa kusema unapenda wanaume. Lakini neno hili ni baya kwa Mungu uliye kwa Kristo, uliyempokea katika ubatizo wako, uliyemkiri na unajitambulisha, unajipambanua kwamba mimi ni Mkristo. Neno hili kwake ni baya sana. Kwani ukiona Mungu, ukiona unatukanwa, watu wanasema huyu kijana anapenda sana wanawake, huyu kijana ana tabia za wizi, huyu binti anapenda sana wanaume, anatembea na wanaume za watu, huyu baba ni mla rushwa, huyu baba yani huyu baba anapenda yule trafiki pale ukifika ni anapenda rushwa, usione raha. Haya maneno manake Mungu uliyempokea anabezwa, Kristo anabezwa, Kristo anatukanwa kupitia wewe, na nakuhakikishia utalaaniwa, kwa sababu Kristo hawezi akatukanwa kupitia wewe, na yeye atakuachia uonekane kabisa ni muovu, usionekane wa kwake. Kwa hiyo tupende kuona Kristo anatukuzwa kupitia sisi. Hebu jisikie, unajisikia raha gani watu wanaposema yule fulani, yule mtoto simwe kama watoto wa fulani, simwe kama baba fulani, simwe kama mama fulani, mwe kama yule binti fulani. Maana yake huyo mtu anaaminika na watu wanavutiwa kujua kuhusu yeye. Kwa hiyo maana yake Mungu anatukuzwa. Ukiona watu wanakusifu kwa mema, maana yake Mungu anatukuzwa juu yako. Na Mungu anapotukuzwa zidi yako, wewe mwanadamu unatakatifuzwa. Neema na baraka za Mungu zinakuwa juu yako. Kwa kadri Mungu anavyotukuzwa kupitia wewe, it's a simple formula kwamba Mungu atukuzwapo kupitia wewe, basi mwanadamu anatakatifuzwa. Na Mungu anapobezwa kupitia wewe, anapodhihakiwa kupitia wewe, basi wewe unalaaniwa. Kwa unavyoona jamii na kusema kwa mabaya tu, maana yake Mungu anabezwa kupitia wewe. Maana yake wewe unalaaniwa. Na ndio maana wao kuna kamsemo mnakasema kamoja kwamba watu wengi waga this is a spiritual thing. Watu wengi waga mnapenda ukasema kijamii kwamba vinywa vya watu sisemwe na watu kwa mabaya, vinywa vya watu vinaumba. Wengi waga mjui maana yake nini. Mnasema tu vinywa vya watu vinaumba, wasikuseme kwa mabaya. Vinywa vya watu vinaumba. Kwa nini unajua vinaumba? Ni kwa sababu ndio maana nikakwambia the simple formula. Ukiona unasema kwa mabaya, maana yake Mungu anabezwa, anadhihakiwa kupitia wewe. Maana yake wewe unalaaniwa. Ila unapoona watu wanakusema kwa mazuri, tafasiri yake ni kwamba Mungu anatukuzwa kupitia wewe na wewe unatakatifuzwa. Kwa tujiinue, tumuinue Mungu kupitia maisha yetu. Tusifiwe kwa mazuri yetu. Ndio maana Yesu Kristo anawaaga wanafunzi wake, anawaambia muwe ni kama mimi.
muwe kama mimi. Kwa nini tuwe kama yeye? Sio tuwe kama kwa yale mazuri, kwa uzuri wake, kwa matendo yake, tuwe kama Kristo. Ndio maana nakwambia kuna ustaarabu wa Kikristo, hata ongea ya Mkristo. Kwa hiyo ustaarabu wa Mkristo unaanzia kwenye matendo yake, hata maneno yake. Unamjua huyu ni Mkristo na Mungu anatukuzwa. Kwa mfano, na leo nataka nizungumzie jambo moja. Kuna watu wengi ni Wakristo lakini mmekosa kuwa na shukrani. Mmekosa kuheshimu wengine. Mmekosa shukrani kabisa. Ni Mkristo, kazi yake yeye ni kuamka na kutangaza ubaya wa watu wengine bila kutangaza, bila kuwa na kushukuru. Kinywa cha Mkristo anaongea ni kulalamika tu, ni kulaumlaumu tu, ni kusema sema tu wengine. Asingelikuwa fulani, yani yule fulani, yani yeye ni kuonesha wengine tu wanamtendeaga mabaya yeye. Kutokuwa na shukrani, kushindwa kunena mazuri ya hao watu. Kama ni mume wa mtu, yeye ni kusema tu yule mke wangu yule ni wa hovyo, yule hovyo, ni hovyo. Huyu mwanamume naye, yule mwanamke naye, yule mume wangu ni hovyo. Lazima tujifunze kusema walau mazuri machache wanaotendea wengine, ili Mungu atukuzwe kupitia sisi. Tuwatangazeni watu kwa mazuri, sio kwa mabaya. Tujifunze kuwa na shukrani. Unapoona watu wanakutendea hata kidogo ambacho kuweza kukifanya wewe, ukaomba msaada kwao wakakupatia, unapaswa kujua ni kwamba wamejinyima na kujitoa kwa ajili yako. Sio kwamba wao wanavyo sana. Hapana, ila ni kwa sababu wamejinyima. Kwa mtu akupapo, usiseme yule jamaa anavyo sana. Hii ni kauli ya wajinga. Wenda wazimu wengi wana tabia hizi. Unaposaidiwa na mtu useme yule jamaa anavyo sana. Na usijenge mazoea unaposaidiwa na watu kusema kwamba fulani anavyo, ngoja nimtafute. Hapana. Mtu anapokupatia kitu baada ya kumwomba, lugha ya kwanza kinywani mwako, lugha ya kwanza moyoni mwako inatakiwa tu ni kutambua kwamba amejinyima. Kwa hiyo amejinyima na akafanya kwa ajili yangu. Bila kujali ana majumba mazuri mangapi, bila kujali na magari mengi uliomuona nayo, au bila kujali umemwona na fedha nyingi kiasi gani, au umemwona na vitu na chakula kingi kiasi gani. Anapokupa usiseme. Sasa tuna tabia moja wa Kristo. Kuna watu wajinga. Yaani unajua kuna watu sijui ni malezi, sijui ni kukosa mafundisho mazuri kwenye imani hizi. Kuna watu ni kama wajinga. Kwa mfano, natolea mfano mzuri. Kuna rafiki yangu mmoja, aliwahi kuja mahali, akanikuta na kitu akaniomba. Vile vitu of course niko navyo vingi sana. Lakini kwa navyo vingi kwa sababu mpaka navitafuta na kwa navyo vingi, maana yake nilikuwa nimevitafuta vinitosheleze mimi. Ila kwa macho yake aliona ni vingi sana. Akaniomba, bwana naomba unisaidie kitu fulani. Ni kweli kwa idadi vilikuwa vingi na kwa macho yake vilikuwa vingi. Ila kwa mahitaji yangu vilikuwa vinatosheleza mahitaji yangu. Akaniomba, naomba unisaidie hicho kitu na mimi nikampatia. Kwanza lugha aliyoitumia haikunipendeza. Akasema, wewe jamaa una vitu vingi sana. Si unipe kimoja? Nikampatia. Hakusema asante. Nikamuuliza, wewe ndugu yangu, kwanza nikatafakari huyu mpumbavu amezaliwa familia gani huyu? Au anasali dini gani? Unaona nilichokimbilia? Nikawaza imani yake. Na nikawaza malezi yake. Kwa kumbe kama ni Mungu wake, tayari Mungu wake ni kama nilimbeza, nilimdhihaki. Kwa Mungu alizihakiwa, alibezwa kupitia yule bwana. Hakumtukuzisha Mungu wake. Kama ni familia yake alifanya onekane familia sio jua kule. Nikamuuliza bwana, moyoni mwangu sikumwambia kwa sauti, lakini moyoni mwangu nikatafakari, huyu mpumbavu amezaliwa familia gani? Huyu ni mtu ana dini gani huyu? Mtu umri huu asiyejua kushukuru. Yaani mimi nimejitoa kitu changu, nimejinyima, hajui nimekitafutaje, nimempatia yeye, kusema tu asante hawezi. Basi nikamuuliza, nilivyompatia kile kitu, hakusema asante. Nilisikitika moyoni mwangu, nikasema huyu ni mpumbavu aina gani? Baadaye sikulinyamazia, mimi huwa sijui kunyamaza. Baadaye nikamuita. Baada ya nikataka atutumie kwanza kiishe. Kwa sababu ningelimwambia kabla akijaisha angeona kama na mdodosa na kama na mzodoa na nini. Sikutaka iwe hivyo. Na mimi kwa ustaarabu nikataka akimalize. Na nikawa naombea akimalize. Yaani moyoni mwangu ombi langu kwa nikasema hebu akimalize hiki kitu. Ili nipate na mimi nimwambie, kwa sababu na mimi ni moyoni linaniwasha. Sasa akamaliza pale kweli. Nikamfuata, nikamwambia sasa wewe bwana, wewe umezaliwa familia gani? Nikamuuliza ulijisahau au ni ndio tabia yako? Akaniuliza kuhusu nini? Nikamwambia unakumbuka siku fulani mahali fulani ulikuja nikakupatia kitu changu hiki na hiki na hiki. Akasema ni kweli nakumbuka. Nikamwambia ulisema asante? Akasema hapana. Akaniambia tena, akaongea neno la ujana, neno la kipumbavu. Mimi ni kijana lakini ni lugha wakati mwingine ni ya kipumbavu, ya mazoea. Akaongea neno la mazoea. Mwanangu,
vile ile mizigo yote uliyokuwa nayo ni wewe mwanangu, ni wa kunikazia kile kimoja tu mpaka unaniomba nikushukuru. Nikasema huyu sasa ni mwenda wazimu. Hapa nasumbuka na mwenda wazimu. Nikaondoka. Nikamwambia basi inatosha. Basi inatosha. Lakini kwa nini nataka kusema hivi? Nataka kusema hivi, unajua unaposema asante, kusema asante maana yake ni sawa na kusema naomba tena. Neno asante neno kubwa sana. Ni sawa na kusema naomba tena. Unaposhukuru ni kutambua kwamba mwenzangu amejinyima, amenipatia mimi. Kwa hiyo kusema asante ni kutambua pia, unampa yule mtu aliyekupa faraja moyoni kwamba inashuka moyo kwamba kumbe kile kitu changu nimeweza kumsaidia mtu, kumbe kina maana. Kutokushukuru, unaposhindwa kusema asante, unanipa mawazo kwamba au kile kitu nilichompa ni kidogo sana, kwa sababu kinaweza ikawa kidogo kwako lakini kwangu ni kikubwa. Bila kujali umeniona navyo vingapi, kwa sababu kuna mazoea hayo. Watu kusema kwamba amenipa labda 10,000 tu, yule tajiri yule hawezi kusema asante kwamba tajiri 10,000 tu ni kushukuru, kwa sababu tu anaamini ana bilioni. Kwani ile bilioni ni yako wewe? Ile sio yako. Alafu alikwambia anakutafutia wewe, na yeye ana mahitaji yake, ndio maana bado anaitafuta. Ameitafuta mpaka ifike bilioni. Kwa hata anapokupa senti katika bilioni yake, sema asante. Amejinyima, amefanya bilioni yake isiitwe tena bilioni. Sema asante. Uliikosa wewe, ndio maana umeipata kwake. Kwa yeye amejinyima, unaona wewe umeikosa. Yeye amejinyang'anya, amejikosesha ili akupe wewe upate. Kwa useme asante. Kwa kusema asante ni kama unasema naomba tena. Sasa yule bwana, of course nitoka pale, yule bwana ni moyoni nilimind sana moyoni. Nilimchukia. Sikumchukia kwa wende, nilichukia ile tabia yake. Sikumchukia yeye. Kumbe Mungu naye ananisikia. Akawa amemleta tena, akajaa kwenye mfumo. Akaja siku moja tena ananiomba kitu fulani. Tena kilikuwa ni cha dharura kweli kweli. Nikamwambia ninavyo, akaviona, akasema yale mazoea. Bwana kale kadude, mwanangu hebu nisaidie, nataka. Nikamwambia hapana. Siwezi kukupatia kwa sababu hujui kusema asante. Alikuwa anapaswa kwenda sehemu, ilishindikana kwenda na ilikuwa ni sehemu ya muhimu. Aliumia sana, lakini baadaye akanifuata akaniambia, bwana naomba unisamehe. Asante sana kwa ajili ya siku ile. Nikamwambia hivyo ndivyo unapaswa kuwa. Akaniambia nimekikosa hiki kitu, nimekosa jambo kubwa, nimeumia sana. Nimewaza moyoni kwamba kumbe wakati unapokuwa unajinyima unanipa mimi, huwa wewe unajinyima ili mimi nipate. Sasa leo umeshindwa kujinyima, nimeshindwa kupata. Aliumia sana. Sasa kumbe unaposema asante ni sawa na kuomba tena. Unafungua mlango wa kuomba tena. Sasa huo ni ustaarabu wa Kristo. Kwa mtoto yoyote wa Kikristo, jifunze kusema asante. Ukisoma Luka, Yesu hapendi mtu asiyejua kusema asante. Ukisoma Luka 7 ule mstari kuanzia wa 15, Luka aya ya 7 mstari wa 15 mpaka 18 nafikiri. Wale mabwana wale wakoma walikuwa 10. Yesu akawaponya vizuri kabisa, wakaenda zao. Wakajionyesha huko kwa Mafarisayo wakaenda zao wakajionyesha kweli. Wakafanikiwa wakapona. Mmoja akarudi akasema asante. Yesu aliuliza, wale 9 wako wapi? Kwa unaona umuhimu wa asante. Yesu akamwambia yule kwamba imani yako imekuponya. Kwa lilimfurahisha jambo lile yule mtu kusema asante. Kumbe maana yake yule mtu ni sawa na kusema naomba, alifungua mlango wake tena kwa Yesu Kristo. Kwa hata unaposhindwa kusema asante hata kwa Mungu, maana kuna goma kufungua. Mungu anakujalia kila siku, anakujalia uhai, anakujalia nini, anakujalia maisha. Anakujalia kuamka na afya njema, anakujalia. Wengine ni wagonjwa. Wewe ni bodaboda, unazurura barabarani, unazurura barabarani. Kila siku unashuhudia ajali, ila wewe hujapata ajali. Ila kusema tu asante hutaki. Wewe ni mama na familia yako. Mungu anaibariki familia yako. Wengine ni wagonjwa hospitalini, hutaki kusema asante. Wewe ni binti. Wengine ndoa zao zinavunjika, wewe ndoa yako ipo hii, Mungu amejalia, hutaki kusema asante. Wewe ni kijana. Wengine ndoa zao zinavunjika, mali wanakosa, wanateseka, ni maskini na nini, hawana hata chakula. Wewe kwa kile kidogo ambacho Mungu hujalia hata chakula, useme asante. Siku ukikosa utaombaje? Kwa sababu kusema asante maana yake ni kumuomba tena. Ni kusema naomba tena. Kwa tujifunze kushukuru. Ustaarabu wa Mkristo ni kushukuru, pia ni ustaarabu mkubwa wa Mkristo. Kwa kumbe Mkristo aliyestaarabika, mojawapo ya ustaarabu wake ni kujifunza kuwa na shukrani. Kuwa na fadhila, kushukuru kwa kile ambacho Mungu anakujalia. Kushukuru kwa kile ambacho watu wanakujalia. Washukuru watu. Tujifunze kushukuru, tusiishi kwa mazoea. Tusiishi kwa mazoea. Kuna watu hata kujua kusema asante hawajui. Yeye kuna mtu ni mtu mzima. Mimi hata nikununulia chakula changu bwana, hata kama ni washikaji nikafika tu sehemu nikakununulia chakula, sijakununulia kwa hela baba yako, ni kwa hela yangu. Sio mirasi, sio ulisi, sio hela ya ulisi kwamba si hata hivi amechukua hela ya ulisi.
ndo akaninulia. Sio hela, mimi sio ndugu yako bwana. Mimi sio ndugu yako wala sio mmeo au sio kaka yako, sio nani. Tumekutana tu, nikaamua kwa upendo nikasema bwana, karibu twende tukala hapo. Tukala. Sema asante. Wakati mwingine hata tunapokuwa mgahawani, kuna mahali niliwahi kwenda sehemu moja Shinyanga, tukafika mgahawani tukala. Tulipomaliza kula, sasa akaja mhudumu pala akachukua vyombo haraka haraka akaondoka. Sasa mimi nikawa nimekaa nasubiri. Wenzao wananiambia hebu tuondoke kidogo. Tumechelewa tuondoke zetu bwana. Nikamwambia subirini kidogo. Tulikuwa na jamaa yangu na jamaa mwingine alikuwa ni fundi. Sasa tulikuwa watatu. Akaniambia tuondoke. Kaambia subiri. Nikamwambia subirini. Nikamwita yule mhudumu, njoo. Akaja akaniuliza, kwani unataka tena kitu kingine? Hatujakuhudumia. Nikamwambia hapana. Sijakushukuru. Akanishangaa. Nikamwambia asante sana kwa huduma yako. Yule dada akashangaa. Akasema si umenunua? Kwani hujalipia? Yaani alichowahi akaniambia kwani haujalipia? Nikamwambia nimelipia. Sasa mbona una nani? Yeye naye haelewi. Kwa nini huyu naye ni mtu wa aina gani? Yaani anashangaa mtu kumshukuru. Nikamwambia hapana, napaswa kukushukuru. Wale jamaa wakaniuliza, wewe mbona unashukuru sana, unasema asante? Nikamwambia wakati ule binti anatuhudumia chakula, tumekula kile chakula salama sana. Ni kweli ni mgawani na tumelipia hela yetu. What if huko jikoni angekitemea mate? Au what if angelikuwekea kitu chochote kibaya? Kingelidondokewa hata chupa akaacha mle chupa. Vipi? Yaani angalia tu, usiangalie nimetoa nini. Usiwe yani tunapenda kuangalia eti nimetoa nini. Nimetoa hata hivyo mimi mwenyewe nimetoa. Lakini umefanikishwa kuwa salama hata katika hicho ulichokitoa. Kwa tujifunze kushukuru. Yule dada moja kwa moja, mimi sio mtumishi wa labda mchungaji au padri. Yule dada moja kwa moja akasema, wewe itakuwa ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo Mungu wangu akatukuzwa. Akashuhudiwa mahali pale. Nikafurahi sana moyoni mwangu. Nikasema, walao. Mungu anatukuzwa. Kumbe Mungu anaonekana yupo katika maisha. Kwa ikaonekana kwamba kumbe wanaojua kushukuru ni wale wanaomjua Mungu, wanaomjua Kristo. Kwa unaona Kristo akatukuzwa. Kwa inavutia, ni raha kiasi gani Mungu kutukuzwa katika matendo yako. Kwa ni ustaarabu wa Kikristo kusema asante, kushukuru. Jifunzeni tu kusema asante. Shukuru, asante. Asante. Hata wewe mtoto mdogo mwambie tu asante. Hupungukiwi na kitu. Sasa nilitaka tuzungumzie. Kwa hiyo kuna ustaarabu wa Kikristo, kama Kristo. Vijana wanaishi siku hizi kimazoea. Vijana hasa tunajiita Gen Z. Unaishi kimazoea, tuna ujenzi wako. Wewe ujenzi unakusaidia nini? Lazima ujifunze kustaarabika. Ujanja huni wa kijinga, alafu mtu umejaa shida, umejaa matatizo. Yaani mtu tunamuona kabisa ana ujanja lakini anatembea na mzigo wa changamoto za upumbavu, kwa sababu upumbavu wenyewe umeletea mtu changamoto za upumbavu. Watu wamekosa shukrani. Tumefika mahala tunakosa utambuzi na kuwashukuru wale waliotufanya tufike hapa tulipo. Wale wanaotusaidia katika nyakati ngumu na kuwaona wa kawaida. Sasa kama nilivyokuambia, asante maana yake ni kuomba tena. Katika haya maisha ukimwona mtu anafanya jambo kwa ajili yako kwa kujinyima kama nilivyosema, mheshimu sana. Kwa sababu hao watu ni wachache sana. Raha ya ubinadamu ni pale unapokuwa na matatizo unapata watu kama hao watakaotoa kwa ajili yako bila kuuliza na bila kusita. Lakini hao watu unawapataje? Ni kwa kujua kushukuru. Kwa kujua kusema asante. Ukikosa asante utawafukuza watu katika maisha yako. Utapata wajinga wenzako. Sasa ubaya wa dunia wajinga na kwa wajinga haibalance. Yaani ukitaka kuteseka hapa duniani uambatane na wajinga wenzako muda wote, haibalance. Utateseka na utaishi kwenye mstari wa maumivu muda wote, kwa sababu walio pembeni yako ni wajinga wenzako ambao hata unapokutana na changamoto they help nothing. Na umewafukuza wa maana kwa sababu ya ule ujinga wako, kukosa shukrani. Kuna watu hamna shukrani hata ndani ya ndoa zenu. Si mwanaume, si mwanamke, jitu halina shukrani. Baba anatoka huko amechoka, mwambie kabla hajafika hajapumzika, badala baba pole kwa uchovu. Mtu ameshaandaa fungu la lawama zake, anafika pale, yani hivi ni lawama mwanzo. Tujifunze kuficha mioyoni mwetu. Tuwashukuru kwanza wale watu, tuwape, unampa utulivu. Shukrani umjengea mtu utulivu. Baba yeye mke wake tu akitokea kidogo ni kumlaumu, ni kumkosoa, ni kumzodoa muda wote. Hajawahi kumshukuru mke wake.
Hata aje pale mezani atenge asau tu kijiko. Sasa kijiko umeacha, unataka nani akilete? Hapana, sio watu wa namna hivyo. Unashukuru, unajifunza kushukuru hata kwa kidogo ulichokwisha fanyiwa kwanza, kabla ya hivyo vingine kuja. Ni watu wa lawama. Mtu asiye na shukrani muda wote waga ni kulaumu. Ni kuona wengine wanamtendea mabaya tu. Mtu asiye na shukrani hajui kuhesabu mazuri. Hata umtendee zuri kiasi gani, hawezi kuhesabu. Atahesabu katika ubaya tu. Na huyo mtu ukitaka kujua anajua kuhesabu vizuri, mtendee baya. Anaweza akalihesabu mpaka ukachoka. Ila mtendee zuri, atalichukua na ataondoka zake, hatojali. Usitegemee mtakapokutana kesho atakwambia, "Wewe bwana, asante kwa lile zuri ulilofanyia." Atakukumbuka kwa lile baya tu. Kwa hiyo huo sio ustaarabu wa Mkristo. Mkristo aliyestaarabika katika Ukristo wake, kwanza lazima awe na shukrani. Anajua kushukuru, anajua kusema asante. Anajua kuwakumbuka wanaomtendea mema. Ana fadhila moyoni mwake. Ana moyo wenye kufadhili. Lakini yule asiyekuwa na shukrani, huyo sio Mkristo. Hata watu mjua. Mitume wa Yesu Kristo walijulikana hata kwa tembea yao. Petro wakati analukaruka wanamuuliza, "Wewe sio yule, haukuwa na yule?" Petro anasema, "Mimi bwana, wewe mtu simjui." Kuna wale akina mama walisema, "Hata tembea ya mtu huyu, hata ongea yake." Unaona ilivyo ajabu. Yaani manake walikuwa wanao ustaarabu mpaka ongea yao, tembea yao ni ya Kikristo. Wanamfanana Kristo, wanamfanana Yesu mwalimu wao. Sasa mbona wao ufanani? Kwa kumbe wewe hata ongea yako, kuna maneno Mkristo hata kinywani mwako hayapaswi kutoka. Mkristo unamkuta anabishana au anaongea au anatukanana, anafokeana matusi, lugha ngumu, maneno magumu. Hayo sio maneno ya Mkristo. Huo sio ustaarabu wa Kristo. Hao ni maneno yako mtaani kwako hapo na wajinga wenzako. Lakini Mkristo hata kinywa chake kinajua jinsi ya kusema. Hata tembea yake, Mkristo atembee ovyo ovyo, hata vaa yake. Mkristo avaivai ovyo ovyo, ana ustaarabu wake. Mkristo aweza kavaa matiti yako nje. Mkristo aweza kavaa mapaja yako nje. Vitovu viko nje. Huyo sio Mkristo. Kwa sababu Mungu aweza katukuzwa kwa kitovu chako kuwa nje na matiti yako kuwa nje. Zaidi utachochea dhambi na tamaa kwa watu. Mungu aweza akatukuzwa kwa mapaja yako kuwa nje. Zaidi utachochea ushetani mioyoni mwao. Hutochochea furaha ya kimungu. Utachochea tamaa za kingono na vitu vingine kama hivyo, ambayo matendo hayo yamtukuzi Mungu. Kwa sababu kitendo cha kupita mahala matiti yako wazi, kitovu chako kiko nje, watu wakaanza kuwakwa tamaa za kimwili, haujamtukuza Kristo, ila umemueneza shetani katika hilo. Umeeneza huo uasherati. Kitendo cha kupita mahala mapaja yako akawa nje, tafasiri yake umeenda kuwatoa watu hata kama alikuwa kwenye uwepo. Hakuna mtu atamwaza Kristo, atamtukuza Kristo kwa mapaja yako kuwa nje. Zaidi utawalazimisha kuwachochea tamaa za kimwili na kumfukuza yule roho wa Mungu aliye ndani yao na kumweka mbali Kristo. Utawavunjia mahusiano na Kristo kwa wakati huo. Kwa Mungu hatukuzwi mahali hapo. Kwa Mungu hatukuzwi kwa uvaaji wetu wa hovyo. Kwa huo ni ustaarabu wa kwanza. Kumbe Ukristo wetu unaanza kuonekana katika ustaarabu wetu, hata vaa yetu, tembea yetu, sema yetu, nena yetu. Yote hii inaonyesha kwamba hawa ni Wakristo. Lazima tujifunze kujistiri kwa mwili, tujistiri kwa kinywa, tujistiri kwa akili na tujistiri kwa maarifa. Unajistiri kwa mambo yote. Huo ndio Kristo. Sasa sisi tunaishi kimazoea tu. Mtu anakuambia mimi ni Mkristo. Ameshika Biblia, tena Biblia ameegemesha hapa kwenye kifua. Akitoa Biblia hivi, matiti yote hapa yako nje. Yaani Biblia ndio inamsaidia, anatembea anaweka Biblia kifuani. Sio kwa bahati mbaya, akitoa hivi Biblia, matiti yote yako nje. Na yuko kanisani huyo, hata aibu haoni. Ukitanguliza naye kwenda kutoa sadaka, unachukia moyoni, unasema huyu mtu mpasuo wake nguo ameivaa imevuka magoti. Basi vizuri, iko magotini, lakini bado akaiwekea tena mpasuo. Akipishanisha miguu yake, kinachoonekana ni mapaja. Lakini yuko comfortable. Tena ukimwambia anakuambia tusifuatiliane kwa mavazi. Sasa sikia. Ni kweli wakufuatilia kwa mavazi, lakini kama Mkristo mtukuze Mungu basi hata kwa vaa yako. Hatukufuatilii, ila tunakukumbusha kwamba unawatoa watu kwenye uwepo kwa makusudi ya uovu wako. Ni kweli hamna anayekufuatilia, lakini sasa hatuwezi kuacha ustaarabu wako kwa asili wengine. Tunakwambia, lazima tukwambie. Na sio kwamba tunakufuatilia kwa sababu bahati mbaya unaweza kukuta hata tunakuzidi pia, kwa sababu cha kwanza tulichokuzidi ni tumekuzidi akili. Na hilo lazima ukubali, kwa sababu wewe ni mjinga, ndio maana unaona kama unafuatiliwa.
Kwa hiyo usiseme watu wenye akili wanakufuatilia. Ukijiona wewe ni mjinga, mwenye akili anaweza kumfuatilia mjinga, ila huwa anamsaidia. Kwa hiyo sio kwamba wanakufuatilia, wanakusaidia kwa sababu wewe ni mjinga. Sasa usikumbatie ule ujinga ukasema tunafuatiliana sana. Haya maneno ya kikosaji, wewe ni mjinga, sio kwamba unafuatiliwa. Hamna anayekuonea wivu kwa kuacha mapaja nje. Hakuna mtu anaweza kuonea wivu. Hakuna anayekuonea wivu kwa kuacha matiti nje. Ili isipokuwa watu wanakusaidia kwamba bwana, hebu Mungu atukuzwe juu yako. Sio umeamua kuwa Mkristo. Mungu atukuzwe. Kwa kuna kumbe hata sio tu kwa watoto wa kike, hata vijana siku hizi mnavaa ovyo ovyo kwenda kanisani. Wewe huwezi kuingia kanisani na nguo imechorwa mapicha picha, maneno, majina wa kibao, t-shirt limechorwa majina kibao. Majina tu hayaeleweki, hata mengine kwa sababu mengine amechorwa maruga ya brands za shetani limeandikwa pale, lakini uko kanisani unamtukuza Mungu. Kwa sababu wewe una uhakika gani hilo hayo majina aliyochorwa pale mengine hayana maana, tafasiri ya kumkufuru Mungu? Kwa lazima unapokuwa mbele ya watu, mbele ya Kristo, ukae kikristo. Usikae kimazoea. Mungu anavutiwa zaidi na wale ambao ndani yake anatukuzwa. Wao wanatakatifuzwa. Na ukiona Mungu anabezwa, anatukanwa mbele juu yako ya tabia zako, naomba nikuhakikishie wewe unalaanika. Kwa msiwe hivyo.